Napenda tu kuwasalimia ya kwamba habari za wakati huu, na poleni sana na kazi za siku na majukumu ya kila siku ambayo Mwenyezi Mungu amekuwa anawajalia na kuweza kupata riziki yenu na nyie pamoja na familia zenu. Lakini pia niwashukuru kwamba wote wa Tanzania tuwe wengi tumeendelea kuiombea nchi yetu iendelee kuwa na amani. Lakini kama ambavyo nilijitambulisha, mimi naitwa Cyprian Musiba Majura Nyamagambire, ni Mtanzania kutoka mkoa wa Mara, wilaya ya Bunda, jimbo la Mwibara. Ni mwanaharakati huru ambaye nimesaini kabisa kitabu ya kwamba nitakuwa mwanaharakati huru nikitetea serikali yangu, nikitetea nchi yangu ya Tanzania na kuiepusha na maafa ambayo yamekuwa yanatokea katika nchi mbalimbali. Na pengine uwezi jua, unajua wakati mwingine Mwenyezi Mungu huwa ana majaribu yake, na mimi ninachoweza kuambia tu ni kwamba nyinyi wa Afrika wenzangu pamoja na wanadunia hawa waliopo duniani hapa, Mwenyezi Mungu hatumjui na wala hatujawahi kumwona, lakini wakati mwingine Mwenyezi Mungu anamtumia binadamu mwenzake kuonyesha kitu. Kwa hiyo inawezekana mimi Mwenyezi Mungu ameniteua kuwatahadharisha Watanzania athari ya vita, athari ya vurugu. Maana yake ni kwamba nchi yetu hii ambayo ilipata uhuru mnamo mwaka 2061 inaweza ikarudi nyuma 100% katika mambo ya maendeleo, na mwisho wa siku watoto wetu wakaikuta Tanzania imegawanyika, haiko pamoja, na wakati huo sisi wote tukiwa hatuaminiani, hatupendani, kama ambavyo waasisi wetu walitengeneza mifumo na misingi ya kuaminiana na kupendana. Nimekuwa ninasema ya kwamba nitakuwa ninazungumza karibu kila siku, kwa sababu Tundu Lissu ambaye amejitoa ufahamu, na sio tu kujitoa ufahamu, ameamua kuisaliti nchi yake kwa kuongea ulaghai huko ugaibuni, kuitisha vikao vya uongo, kuzungumza mambo ya uongo, eti kisa alishambuliwa na watu wasiojulikana. Wakati wa Mwalimu Nyerere kuna watu waliuawa na wengine wanauawa kwa mambo yao binafsi. Wakati wa Ali Hassan Mwinyi kuna watu waliuawa, walishambulia na waliteka, na huwezi kusema ni serikali, wakati mwingine ni mambo yao ya watu binafsi. Wakati wa Mkapa kuna watu walipigwa, walishambuliwa na walipotea na waliteka. Huwezi kusema serikali ile ndio ilifanya hivyo. Na pia serikali ya Mheshimiwa Kikwete yalitokea kama tulivyoona, mambo mengi yalitokea ya kina Mwangosi, watu wengi sana uamsho, walitaka kuleta vurugu hapo Zanzibar, wakashughulikiwa vizuri. Kwa hiyo kila utawala una matukio yake, lakini sio tu Tanzania. Ukienda Nigeria yapo, ukienda Marekani matukio kama hayo yapo, ukienda Uingereza matukio kama hayo yapo, ukienda Arabuni matukio kama hayo yapo. Kwa hiyo mtu asichukulie sababu za kujipiga branko, risasi haina branko, na kuonesha kwamba dunia nzima Tanzania tuna matatizo. Tanzania hatuna matatizo. Sasa nirejee kwenye mada yangu leo. Nimemsikia Tundu Lissu anazungumzia habari ya uwanja wa ndege wa Chato. Serikali ya awamu ya 5 na Mheshimiwa Rais wa awamu ya 5 sio mtu wa kwanza kujenga uwanja wa ndege katika eneo analotoka. Mwalimu Nyerere ndio muasisi wa nchi hii na ndio kioo cha nchi yetu na ndio mfano wa nchi yetu. Alijenga uwanja wa ndege wa Musoma pale, na kwa sababu ya cheo chake, madaraka yake, hatutakiwi kuhoji kiongozi wa nchi kujenga uwanja tena kilomita ndogo tu ili aweze kutua hapo kwake, baada ya kusumbua wananchi ashuke Mwanza.
atoke Mwanza na magari na ving'ora mpaka Chato. Hivi kweli kujenga hata uwanja hapo Chato nao ni kosa? Nao ni issue. Unajua wasisi wa Afrika tuna matatizo. Tukiambiwa tumeshikiwa maakili yetu na wazungu, watu wengine wanakataa. Tundu Lissu ameshikiwa akili na wazungu. Mheshimiwa Jakaya amezaliwa Bagamoyo ama Chalinze. Ukiangalia kilomita za kutoka uwanja wa taifa wa Dar es Salaam, kwanza Dar es Salaam ilikuwa ni pwani. Hakuwa na mkoa unaitwa Dar es Salaam. Tulikuwa na mkoa unaitwa Pwani. Uwanja wa kimataifa wa Mwalimu Nyerere ulikuwa Pwani. Hivi Jakaya ameuboresha uwanja huu, na Mheshimiwa Rais Magufuli amekuja kufanyia wonders. Anaujenga vizuri uwanja ule ambao Mheshimiwa Rais anatoka hii kanda hii Kikwete alijenga uwanja wa kimataifa hapo wa Pwani na ameuboresha. Mheshimiwa Mkapa pale Mtwara kuna uwanja wa ndege na umeboreshwa. Hivi kweli Mheshimiwa Rais wa awamu ya 5 bunge kupitisha uwanja Chato ni tatizo? Kwani watu wa Chato wao hawana haki Tanzania? Watu wa Chato sio wa Tanzania? Yaani katiba yetu haiwatambui watu wa Chato? Kwani watu wa Chato wao hawahitaji kujengewa uwanja? Tuachane na Mheshimiwa Rais na madaraka yake. Lakini Chato kuna Watanzania, kuna wazee, kuna vijana, kuna watu wasomi, kuna wakulima, kuna wafanyabiashara, kuna wavuvi, kuna wafugaji. Chato kama ambavyo hata kwao Singida Mashariki Tundu Lissu kuna wazee, kuna vijana, kuna watoto. Kwani Singida mna uwanja wa ndege si huko? Mbona hata Singida kuna uwanja wa ndege huko pale? Acha kudanganya wa Marekani. Na mimi nashangaa wa Tanzania eti anawadanganya kwa habari ya uwanja wa Chato. Nayo ni issue. Na waombeni wa Tanzania tusiwe na akili za kushikiwa. Mheshimiwa Rais ndiye kiongozi wetu. Ana haki zote za msingi za kuwa na uwanja kwenye mkoa wake na hata kwenye wilaya yake na hata kwenye jimbo lake. Mimi nimebahatika kuzunguka Afrika. Wakati mwingine Tundu Lissu anaongea vitu utazana hajaenda shule kabisa. Yaani kwa sababu yeye anawaza urais, anawaza na Ikulu, ana kazi ya kuongea uongo tu, kuongea uongo tu, anatafuta fedha za kusomesha watoto wake, sijui anasema hana ada. Anadanganya watu kwamba sijui hana fedha ya kulipa pango Ubelgiji. Wakati Ubelgiji anakaa kwa Lazaro Nyarano. Tundu Lissu nyumba anaoishi Ubelgiji ni Lazaro Nyarano. Hasa Ubelgiji kapanga pango gani? Wakati anaishi bure. Yeye anakusanya pesa kwa ajili ya uchaguzi na kwa ajili ya watoto wake. Mimi ni watahadharisha tu jambo moja. Kulikuwa na kikao Kenya. Freeman Mbowe, Tundu Lissu na Zitto Kabwe alienda, Lazaro Nyarando, John Mrema walikuwa na kikao pale. Walikutana na wafadhili wao. Na kama mtakumbuka pia walikaa kikao Zanzibar ambacho wale wafadhili wao wale Brad Sherman na wenzake alisema mwakilishi kuhusiana na Tanzania kupitisha sheria ya ushuru. Walichomwahidi wa kina Zitto na kina Tundu Lissu ni kwamba wao wakichukua nchi hii wataweka sheria ya kuruhusu mapenzi ya jinsia moja. Walifanya hivyo, wameahidi hivyo. Na kuna kikao sasa hivi kinaendelea hivi ninavyoongea na nyinyi hapa sasa hivi. Kuna kikao kinaendelea cha watu kutoka chama cha wananchi CUF, cha watu wa ACT Wazalendo, Zitto Kabwe ndio anaongoza hicho kikao, pamoja na cha watu wa Chadema. Wameanzia hicho kikao ACT Wazalendo, na jioni hii tunavyoongea na nyinyi hao watu wako Chadema pale. Na taarifa walizozipata ni kwamba wale wanaharakati wa haki za binadamu kwa mapenzi ya jinsia moja watatoa fedha karibuni
wataingiza kwenye akaunti za wapinzani, kwa maana ya kuendeleza harakati za mapenzi ya jinsia moja Tanzania, lakini pia wanajiandaa na uchaguzi ujao. Na kwenye kikao hicho kinachoendelea sasa hivi, Zitto Kabwe ameraise agenda ya kuwaomba wabunge wa Chadema na wapinzani kwa ujumla, wiki moja kabla ya bunge la bajeti la mwezi wa 4 tarehe 2 mwaka 2019, wafanye ziara kwenye jimbo la Tundu Lissu. Ziara hiyo ni kwenda kuhamasisha wananchi wa jimbo lile eti waendelee kumunga mkono Tundu Lissu. Taarifa hizo mimi ninazo, na anayeratibu ni Zitto Kabwe. Huyu mnafiki Zitto Kabwe, ambaye alisema alitaka kuuawa na Chadema, leo eti anasema anataka kurudi Chadema. Zitto Kabwe anafanya kila harakati arejee Chadema, na atakaporejea Chadema yeye ndo awe mgombea. Sasa inasikitisha, mimi nimejaribu kuambia hayo ili mjue kwamba nchi yenu ya Tanzania kuna baadhi ya mambo yanaendelea tofauti na nyinyi mnayofikiria. Tundu Lissu yuko serious, amedhamiria kuichafua nchi yetu, amedhamiria kutafuta fedha kwa ajili ya urais. Haiwezekani kila akizungumza neno moja anamtaja rais, akizungumza neno moja anamtaja rais, akizungumza neno moja anamtaja rais. Na kibaya zaidi, nimesikitika, kwenye YouTube kuna mtu anajiita Tobias Marando. Tobias Marando ameanzisha channel ya YouTube. Kazi yake ni kumtukana mheshimiwa rais wetu John Pombe Magufuli. Anaishi Marekani. Ana ndugu zake kama 3 na wanaishi Marekani. Na Tobias Marando ndiye amemuita Tundu Lissu kule Alabama, na wao ndio wanaofanya agenda ya kumuunganisha Tundu Lissu, na hata yeye ndio alifanya kuwaunganisha Tundu Lissu na yule mwenyekiti wa anayepigania haki za mashoga, Brad Sherman, ambaye yuko kwenye bunge la Congress. Huyu Tobias Marando anayemtukana mheshimiwa rais kila siku. Sasa mimi namuonya Tobias Marando, najua ni Mchaga wa Marangu pale, acha kuichafua nchi yetu, acha kumchafua rais wetu. Tundu Lissu hatomsaidia, na kamwe Tundu Lissu hawezi kuwa rais wa nchi hii. Yaani we Marando, Tobias Marando unajidanganya tu. Tundu Lissu hawezi kuwa rais wa nchi hii, hawezi. Kwa hiyo fanya harakati huko, mtafutie Tundu Lissu mabwana, mtafutie Tundu Lissu wanaume muoe, bado hatakuwa rais wa nchi hii. Wewe unapoteza muda wako bure. Kwa sababu kama unadhani kwamba unavyotukana Tanzania unamtukana mheshimiwa rais, ndugu Tobias Marando na ndugu yako Tundu Lissu, nyinyi mnaitukana nchi kama nchi, sio mheshimiwa rais. Rais ndio kioo chetu sisi. Mheshimiwa rais ndiye ambaye tumempa dhamana ya kuendesha taifa letu. Mheshimiwa rais ana haki zote za kikatiba za kusemewa na kulindwa na kuzungumziwa kwa nia njema. Sasa wewe sijui unajiamini nini, lakini Tobias Marando, kumbuka una babu yako hapo Moshi, una bibi yako hapo Moshi, una wadogo zako hapo Moshi, una ndugu zako, binamu zako na shangazi zako hapo Moshi. Sasa unapoendelea kumtukana mheshimiwa rais wetu, kuichafua taswira ya nchi yetu ili tuingie kwenye vita, unadanganywa. Mwisho wa siku, ndugu yangu, Ulaya ni Ulaya tu. Marekani hata siku moja haiwezi kufanya Tobias Marando uje wewe kiongozi wa Marekani, haipo. Marekani itabaki kuwa Marekani. Marekani itafanya kazi kwa maslahi ya Marekani, sio wewe Tobias Marando na Tundu Lissu. Afrika ni Afrika tu. Marekani anatengeneza vikundi vya ugaidi, ISIS, Al-Shabaab, makundi yote ya ugaidi yanatengenezwa na hao. Nyinyi mmeenda kwa Marekani
mnataka vitengenezwe vikundi vya kuja kuishambulia Tanzania. Ni akili kweli hiyo? Yaani Tundu Lissu anatengenezwa sasa aje alete vurugu katika nchi yetu. Inasikitisha sana. Na mimi nawaambia tu kwamba Tanzania hii, pamoja na kwamba ni nchi ya dunia ya tatu, kuivuruga Tanzania inahitaji ufanye kazi ya ziada, na Watanzania wana umoja sana. Hatuwezi kuchaguliwa rais na Marekani wala Ulaya wala Sherman, hatuwezi. Hatuwezi kuchaguliwa rais na shoga, hatuwezi. Brad Sherman ni shoga, Jeffrey Smith ni shoga. Hawawezi kuchagulia rais Tanzania, hawawezi. Kwa hiyo Tobias Marandu na Tundu Lissu mnajidanganya bure. Yeye hizo fedha anazowaambia mumpe, mchangieni fedha kwa ajili ya mambo yake mwenyewe. Kwa hiyo niwaibia tena siri ndogo tu. Nimekuwa ninasisitiza kwamba shambulio la Tundu Lissu lilipangwa na Chadema wenyewe, na nitaendelea kusema siku hadi siku. Shambulizi la Tundu Lissu lilikuwa ni la Chadema wenyewe. Adam Bakari ama Adam Mohamed Bakari, dereva wa Tundu Lissu, ukiangalia anavyoelezea ile gari ilivyokuwa inamfuatilia na nini hivi, unasema gari ilikuwa Club 84 inakufuatilia. Kulikuwa na sababu gani ya dereva wa Tundu Lissu kuingia kule kwenye nyumba ya Tundu Lissu? Kwa nini asingegeuka aende bungeni ambao kuna usalama mule, ama aende kituo chochote cha polisi Central akimbilie kule? Aliyemwambia arudi kwenye nyumba ya Tundu Lissu ni nani, kama yeye ajui hiyo mission ya kumshambulia Tundu Lissu kwa mabranco? Hili lilikuwa ni shambulizi la kutengenezwa kwa ajili ya kumchafua rais wetu. Lakini anasema kwamba risasi zilikuwa zinamiminika hivi. Risasi zinamiminika hivi. Risasi kama Tundu Lissu anamiminiwa risasi kwa nje, eti wewe dereva umesimama unanyanyua kitu unakiangusha, yaani hata risasi moja isikupata. Hizo harakati za kushusha kiti cha Tundu Lissu, si kumfanya hivi, kumlaza hivi, haujapata hata risasi moja. Wakati mwingine wa Tanzania tuwe tunatafakari. Branco zimpate Tundu Lissu peke yake, zisimpate hata huyo dereva hata moja, kwa sababu kwa maelezo yake anasema alisimama akashusha kiti cha Tundu Lissu hivi, akakilaza hivi, wakati harakati zote hizo anazifanya, hata risasi moja simpate. Acheni kuwadanganya wa Tanzania kwa uroho wa madaraka. Rais wa nchi husika analetwa na Mungu. Hawezi kuletwa kwa mbinu chafu kama hizi. Hawezi. Na mimi nawaambia kuna watu mtaumbuka. Ipo siku watu wataumbuka kwenye tukio la Tundu Lissu. Wewe umeendesha gari kutoka bungeni, watu wanakufuatilia, kwa nini usigeuke uende bungeni? Haya. Eti wameenda ETFO pale na kuangalia, ukiingia na wao wakaja polepole. Kwa nini usiende kituo cha polisi? Adam Mohamed Bakari anajua siri nzima ya kupigwa kwa Tundu Lissu. Na Tundu Lissu kupigwa kwake alikuwa anatafuta umaarufu ili baadaye aje agombee urais wa nchi hii. Hiyo ilikuwa imepangwa. Kwa sababu Chadema ilikuwa inapoteza mwelekeo. Chadema kilikuwa mheshimiwa rais anakipoteza, kwa sababu umaarufu wa chama cha Chadema ulitokana na kuzungumzia ufisadi, rushwa, IPTL, nidhamu, mambo aliyokuwa analalamikia yote mheshimiwa rais kayafanya. Sasa hawana agenda. Agenda yao ndio ya kujiteka na kufanya matukio ya ovyo ili rais Magufuli achafuke. Uwanja wa ndege kujengwa Chato sio issue. Kama anajenga uwanja wa ndege Chato, anajenga barabara kutoka Ubungo Kimara, kutoka Kimara mpaka Kibaha, njia 12. Rais Magufuli anajenga njia 12 kutoka Kimara mpaka Kibaha. Rais Magufuli anaoletea umeme wa Stiglas Gorge, anasema litaitwa Nyerere Gorge, umeme wa bei nafuu. Rais Magufuli anajenga reli ya standard gauge kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza. Hivi kweli uwanja wa Chato ni agenda?
Hiyo reli watapanda Watanzania wangapi? Huo umeme watatumia Watanzania wangapi? Hii barabara watatumia Watanzania wangapi? Hao watu ni wapumbavu, ni wajinga, wanapaswa kupigwa hata makofi. Walikuwa wanazungumzia ndege kwamba rais ananunua ndege kwa nani? Rais ni sehemu ya bunge. Tundu Lissu ni wakili, ni mwanasheria. Hajui kwamba rais ni sehemu ya bunge. Anasema kwa nini alinunua ndege? Na mimi nakwambia nimepanda ndege kutoka Mwanza kuja Dar es Salaam. Heche kakaa hapa, John Heche, mimi nimekaa hapa. Nikawa najiuliza, hawa watu walikuwa wanapiga kelele kwamba kwa nini rais ananunua ndege? Lakini tunatoka Mara wote kwenye ndege tunakuja Dar es Salaam. Kapanda ndege hizo hizo ambazo alikuwa anamchafua mheshimiwa rais wetu. Hiyo treni watapanda watu wa Tundu Lissu, wananchi wake wa Singida Mashariki, watapanda watu wa Bunda, watapanda watu wa Mtwara, watapanda wa Pemba, watapanda wa Unguja, watapanda watu wa Pwani wa Zaramo, watapanda wa Kwele, watapanda wa Nengereko. Hiyo treni ni ya Watanzania, bwawa la umeme ni la Watanzania, barabara 12 ni za Watanzania. Lissu na Tobias Marandu, acheni kudanganya watu. Na nyinyi mtarudi huku mna mimba nyinyi. Mimi nawaambia. Wewe Marandu wewe, na sijui hata kama wewe ni mwanaume wewe. Hivyo janaume gani una kazi ya kumtukana rais wetu? Amekosea nini? Wewe uliwahi kukutana na mheshimiwa rais wewe? Acha ukumbavu bana. Hao Marekani wanakusaidia nini ambao unawaambia uongo hao? Wewe unapoenda kutukana rais ukiwa Marekani, wanakusaidia nini hao Marekani? Wamesambaratisha Afghanistan, wamesambaratisha Iraki, wamesambaratisha Yemen, wamesambaratisha Yugoslavia ile. Hata Urusi yenyewe wamesambaratisha wao. Unataka sasa wewe utumike kama kibaraka uje kuisambaratisha Tanzania na mwenzako wewe mzao Magongo? Wewe ni mpumbavu mkubwa sana. Sisi tuna watoto wadogo bana. Acha kutuletea shida. Sio nataka watu wetu wasome bana. Kama Tundu Lissu waliopata degree na watoto wetu pia tunataka wapate degree. Tundu Lissu yeye kashasoma, anataka watoto wake na watoto wa wakulima wa Singida Mashariki wao wasome. Mtuletee vurugu alafu wale watoto wasome. Sasa tarehe 12 mwezi wa 6 2018, naomba msikilize kwa makini ndio mjue tukio la Tundu Lissu anavyojitangaza huko Ulaya lilikuwa ni tukio la kutekwa. Tarehe 12 mwezi wa 6 2018 kulikuwa na kikao Mikocheni B kwa mheshimiwa Freeman Mbowe. Alikaa na marehemu Emmanuel Singo aliyekuwa mlinzi wa Mbowe. Kulikuwa na John Mrema. Kulikuwa na Freeman Mbowe mwenyewe pamoja na Adam Bakari dereva wa Lissu. Ilikuwa ni tarehe 12 mwezi wa 6 2018. Dodoma Eliadi kulikuwa na kikao kati ya Deogratias Munishi mtoto wa Mbowe wa nje, Freeman Mbowe, John Mrema na Adam Bakari dereva wa Lissu. Tarehe 7 mwezi wa 9 2017 walikaa kikao cha kujadiliana namna ya kupambana na mheshimiwa Rais Magufuli. Wakati mwingine wajue kwamba haya mambo huwa hayafichiki. Tarehe 5 mwezi wa 9 kabla tukio la tarehe 7 mwezi wa 9, nyumbani kwa mheshimiwa Mbowe kulifanyika kikao cha watu hawa: mheshimiwa Mbowe mwenyewe, mheshimiwa Freeman Mbowe mwenyewe, mheshimiwa John Mrema na Adam Bakari ambaye ni dereva wa Tundu Lissu. Baada ya Tundu Lissu kushambuliwa, John Mrema, mkurugenzi wa mambo ya nje wa Chadema, akachukua simu ya dereva wa Tundu Lissu. Naomba nimuulize msemaji wa Chadema na John Mrema mwenyewe, ile simu ya dereva wa Tundu Lissu, kwa nini baada ya Tundu Lissu kushambuliwa tu ukakimbilia kuchukua ile simu na mpaka leo ile simu haijulikani ilipo? Wewe John Mrema nakuuliza, na wewe ndugu yangu Makene na jibu. Hamwezi kuichafua nchi hii kwa sababu ya kuwanufaisha mabeberu, kwa sababu ya kuwanufaisha wazungu. Sisi ni wa Afrika. Putin juzi hapa akihutubiwa bunge lake pale Russia, aliwatahadharisha watu wa Russia na bunge na baraza la mawaziri la Russia, anawaambia kwamba siku wa Afrika wakisituka wa Afrika
wakatengeneza umoja wao ulioimarika, wakawa na sarafu moja. Afrika, Ulaya tutakufa njaa. Putin alisema, kwa nini wa Afrika tusijifikirie kutengeneza sarafu yetu wenyewe? Tusifikirie kubadilishana fedha sisi wenyewe, tusifikirie kuuziana madini sisi wenyewe, tusifikirie kuuziana chakula sisi wenyewe. Mwafrika anawaza kwamba akipata njaa Marekani ndio amletee mahindi. Tobias Marandu amekimbia Moshi kwao Kilimanjaro, anaenda kufanya kazi za ndani Marekani. Mpaka anazeeka anafanya kazi za kufagia ndani ya nyumba huko Marekani. Pumbavu sana huyu. Kwa nini usirudi Moshi ulime? Utafute shamba ulime. Wewe unaenda kufanya kazi za ndani Marekani. Wa Afrika tuamke. Hakuna hata siku moja mzungu anaweza kuletea Mwafrika eti maendeleo chakula. Afrika tulikuwa na ardhi nzuri. Afrika tulikuwa mihogo inastawi vizuri, mahindi yanastawi vizuri. Wazungu wakapiga akili, tunawezaje kuiangamiza Afrika? Wakaleta mbegu kutoka Ulaya, wakaja kutupandishia kwa nguvu sisi kwenye ardhi yetu. Ardhi asilimia kubwa ardhi ya Afrika ikaharibika ili tununue chakula kwao. Waafrika hatustuki. Wametuletea ukimwi kutoka kwa soko mtu. Waafrika hatustuki. Leo Tundu Lissu anakwenda Marekani kumtukana rais, kusema uongo kuhusu rais, akiwa akaribishwa na hao mashoga wenzake na Tobias Marandu. Wanaisema Tanzania, hivi leo Tanzania tukishambuliwa na madege yale, hii nchi ikazama ikawa bahari. Tundu Lissu wewe utafaidika nini? Na wewe Tobias Marandu utafaidika nini? Kwamba sasa tunakuja kushambuliwa na mandege hayo ya Marekani, Tanzania nzima inakuwa bahari. Watu wa Singida Mashariki watakufa, watu wa Singida Magharibi watakufa wa Bwana Kingu, watu wa Bunda watakufa. Wewe utafaidika nini? Wewe Tobias Marandu. Kwa hiyo wewe unaishi Marekani, unapika vyakula huko ndani Marekani, unataka sisi tuwe na matatizo, wewe ndiye kula bata Marekani, sio? Wakati babu yako yuko hapo Moshi, bibi yako yuko hapo Moshi, binamu yako yuko hapo Moshi. Na isitoshe hata watoto ulizao ukawaacha Moshi ukamwachia bibi yako kimbia Marekani. Una kazi ya kumtukana rais tu. Kwa hiyo acheni kuentertain wazungu. Wazungu hawawezi kutubadilisha wa Afrika. Wazungu baada ya kina Nyerere kujikomboa, kina Mwalimu Nyerere, wakaja na mbinu nyingine. Wa Afrika tutawatawala vipi? Wakatuletea utandawazi. Mimi nauita utandawizi. Wakaleta utandawazi. Baadaye wamefikiria tumeanza kuwa wajanja na utandawazi, wakatuletea mitandao ya kijamii. Tunisia Facebook ilileta vita. Kenya hapo mapambano yanatokana na mitandao ya kijamii. Burundi, Rwanda hapo mitandao ya kijamii. Kwa hiyo wanataka kututawala kwa njia nyingi. Nadhani sasa wa Afrika tuungane pamoja, tufikirie namna ya kupambana na wazungu kiteknolojia na kisayansi. Tusomeshe watoto sekondari, vyuo vikuu. Kwani sisi hatuwezi kutengeneza ndege? Kwani tusiwezi? Mbona wao wameweza? Sisi hatuwezi kutengeneza trade. Kuna watu wameenda kusoma huko kwao. Wa Afrika tuentertain vijana wetu, tuwatengenezee vijana wetu. Kama tunaweza kufundisha kijana akaendesha ndege kutoka Canada mpaka Tanzania, kwa nini tusifundishe vijana watengeneze ndege hapa Tanzania? Madini si yanatoka huku. Madini ya ndege, madini ya magari, madini si ya nini, mavyuma yote, kila gasi ya madini huko ardhini yanatoka Afrika, yanaenda kutengeneza vitu Ulaya. Lazima tubadilike. Yaani ni kitu cha ajabu sana, jitu zima na gongo lake eti linakwenda kwa mtu mwenzake. Shoga mmoja anaishi kwa anaitwa Tobias Marandu, aenda anamwambia kwamba eti Rais Magufuli amejenga uwanja wa ndege Chato. Kwani kule Chato hakuna wa Tanzania? Ile Chato si ni wilaya ambayo iko ndani ya Tanzania? Kwani hawana haki wao? Hivi hizi njia 12 za Dar es Salaam hizi, mbona usemi kwa nini uzungumzie uwanja wa Chato? Sasa rais angejenga njia 12 Chato ingekwaje? Si ndio ungeenda kuhubiri mpaka kwenye bahari ya Atlantic huko? Kwani hili Stiegler's Gorge, hili Stiegler's Gorge iko Chato hii? Hii reli hii ya kisasa inatoka Dar es Salaam mpaka Mwanza inafika Chato? Acha mambo ya kumbavu bwana. Rais kujenga uwanja Chato, uwanja wenyewe mdogo tule, kuna tatizo?
Mbona Nyerere alijenga? Kikwete uwanja huu hapa huu, Kikwete alikuwa Bagamoyo, si ni pwani hii? Kwani hapa Dar es Salaam si ni pwani hiyo hiyo? Hivi rais, unajua definition ya rais? Mkuu wa nchi, amiri jeshi mkuu. Kwa hiyo unataka rais atembelee baiskeli ndio uone kwamba ni rais? Pumbavu sana wewe Tundu Lissu wewe. Mimi nitakuwa nazungumza kila siku ya Mungu, nitakuwa naongea. Sababu hatuwezi tukakubali rais wetu eti anatokana na wajinga kama wale kina Tundu Lissu wale. Tundu Lissu anajua nchi hii ilikotoka. Alikuwa mwanaharakati, anatumiwa na Akashia, akawa anatumiwa na watu wa madini. Wale watu wa madini walikuwa walipi kodi, yeye wanamtumia kama mwanasheria. Sasa wamebanwa kwenye madini humo, walipe kodi. Sasa na yeye anaanza kugeuka, anaanza kuwa msaliti wa nchi yake kwa sababu ile milija imekatwa kwenye madini ya Akashia mle. Walikuwa walipi kodi. Ndugu zangu wa Marekani, mlioko Marekani, Ulaya, mlioko wapi huko, naomba mnielewe. Ninaongea kwa nia njema, siongee kwa nia mbaya. Mimi ni mwanaharakati kama walivyo wanaharakati wengine. Kazi ninayofanya mimi ni kazi inayotumwa na Mwenyezi Mungu. Niseme kwa sababu tumeshaona Yemen mtoto wa miaka 6 anapigwa risasi, anapigwa bomu, anafia hapo. Tumeshaona hapo Afghanistan au Iraq. Hivi Saddam Hussein alivyonyongwa vile. Kweli kwenye halali ile. Mauaji ya Gaddafi, watu wanapewa hela ya kuolea, wanalipa mshahara kila mwezi. Libya ilikuwa kama Ulaya zaidi hata ya Marekani. Angalia leo Libya imebaki magofu tu. Syria ulikuwa ni mji mzuri katika nchi zile za nani? Za mashariki ya mbali. Syria imebaki magofu tu. Kwani hao wazungu hawawezi wakakubali tuna wao wafanye mambo yao na si Afrika wafanye mambo yetu na Asia wafanye mambo yao? Kwa nini dunia hii iwe na vita tu kwa sababu eti kuna rasilimali? Kwa nini Marekani wasime mafuta yao na sisi huku tushime mafuta yetu? Syria wasime mafuta yao ili dunia iwe na amani. Haiwezekani. Sasa ni mtu kama Tundu Lissu linakwenda Marekani kwenda kutukana serikali yake na kumtukana rais. Pumbavu sana mimi nakwambia. Hakuna mzungu atakuja kuijenga Singida Mashariki. Singida Mashariki itajengwa na wewe na wale vijana watoto wetu wanaosoma Singida Mashariki, chekechea, shule ya msingi wanasoma bure. Mbona huambii kwamba kwenye jimbo la Singida Mashariki kuna shule za msingi Rais Magufuli anasomesha watoto bure mpaka kidato cha 4? Singida Mashariki kuna watoto wanaenda kusoma vyuo vikuu wanasomeshwa bure. Mbona useme? Umeulizwa swali kuhusu rais, kwa nini msifiri rais kuhusu ndege? Una panic. Mpaka unataka kukatika tena huo mguu ambao ni fake. Yaani pumbavu kweli. Mbona wewe unauliza swali la ndege, mtu kaleta ndege, tuna heshima sasa hivi za ndege. Unaanza kuongea sio kapitisha yeye. Yeye anapitishaje? Mimi niko bungeni siku zote. Bunge ndio linapitisha na fedha inatoka, ndege zinanunuliwa. Unajua wakati mwingine inabidi tuongee tu. Mimi nimeshasema nitaongea tu kila siku ya Mungu, nitaongea kila siku ya Mungu na naomba Watanzania mnielewe. Siku mtakuja kunielewa nchi limeshakuwa magofu. Na mkimuita teni Tundu Lissu huko anapokwenda, Tanzania tunyima misaada. Tunanyima misaada yani. Hivi tukinyima misaada Tundu Lissu kwa anafurahia. Watoto wa Singida Mashariki pale wangekuwa wanakaa chini. Sasa hivi Singida Mashariki kwenye jimbo la Tundu Lissu, watoto wote wanakaa kwenye madawati kwa sababu ya serikali ya awamu ya 5. Watoto wote Singida Mashariki kama sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wanasoma bure kuanzia chekechea mpaka kidato cha 4. Vijana wetu wa vyuo vikuu ambao wanatoka Singida Mashariki wanasomeshwa bure na rais huyu Rais Magufuli ambaye Tundu Lissu anamtukana. Hivi hiyo fedha anayopewa Tundu Lissu kwa mfano, tunashauri, kwa nini hiyo fedha asingeshauriwa yani anunue vitabu apeleke kwenye jimbo lake, aongeze labda nyumba za walimu, aisaidie serikali walimu wa jimbo wa Singida Mashariki wapate nyumba ambao pengine hawana nyumba, atoe mabati ya mikopo kwa walimu au nyumba kwa walimu kwa mikopo. Yeye ana kazi ya kumtukana rais tu. Huyu msaliti atakiwa apelekwe baharini akaliwe na mamba huko. Yaani huyu ni msaliti ambaye dunia nzima haimtaki. Hata Marekani wanamcheka tu. Kabisa, wa Marekani wanamcheka. Hivi jitu gani inatoka Afrika kuja kutukana rais wake? Rais ambaye anapambana na rushwa, ufisadi
nidhamu ya kazi, eti ndo anaenda kumtukana. Sasa mimi nimeshasema nitapambana naye siku hadi siku, kila atakapokuwa anaongea Tundu Lissu na mimi nitaongea. Nimewaambia hayo machache ili muweze kujua kwamba shambulio la Tundu Lissu lilipangwa na Chadema wenyewe, kwa maana ya kupata umaarufu ili waweze kupambana na Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli, baada ya mambo yao yote yaliyotajwa ndio kusema wakati ule list of shame Mwembe Yanga pa Dar es Salaam, mambo yote Rais Magufuli ameyatatua, mambo ya ufisadi katatua, mambo ya rushwa katatua, na mambo yote kayatatua waliokuwa wanadai. Sasa wanataka kujichinja wenyewe na viwembe, waseme Rais Magufuli ndo katuchinja. Sasa wanataka kujitoa maulimi wenyewe, waseme Mheshimiwa Rais Magufuli ndo katoa ulimi. Yaani lazima mbadilike. Hizo mbinu zenu watu wameshazijua. Baada mwisho wa siku mtabakana huko, mtasema serikali ndio imenibaka. Kumbe mmebakana wenyewe. Acheni mambo hayo bwana. Nchi ikiingia kwenye matatizo hii, hatuwezi kwenda mbele wala nyuma. Sasa mimi nimeshajitoa kwamba mtadili na Tundu Lissu siku hadi siku, na nawashukuru watu wa Marekani ambao mnanitumia picha na video za Tundu Lissu kwenye vikao vyake vya siri na vikao vyake vya kawaida. Mimi sina cha kuwalipa. Mwenyezi Mungu atawalipa. Kwa sababu nyinyi mko Marekani. Marekani kuna Watanzania wana akili nzuri, wana roho nzuri, wana mapenzi na nchi yao. Na nimepata simu zao kutoka Marekani, napata simu kutoka Qatar, nimepigiwa simu na Mkenya anaishi Qatar, Mkenya, raia wa Kenya. Ananipongeza, ndugu yangu, na kushukuru sana ndugu Hassan ulioko huko Kenya. Na kushukuru sana ndugu yangu wa Syria huko ambapo kuna mabomu yanapigwa huko, ulivyonitahadharisha kuhusu vita. Watanzania hawajui maana ya vita. Ukasema mimi niko Syria, niko Lebanoni, huwa natembelea hapo, mabomu yanalipuka kila baada ya dakika 2. Watanzania hawajui. Na washukuruni sana nyinyi watu mlioko Ujerumani ambao mmeona kwamba tuwe tunawasiliana na kunipa update. Na washukuru sana watu mlioko UK, mnanipa update ya mambo ya dunia yanavyokwenda. Na washukuruni sana kwa kunipa moyo. Wale wote ambao mko Ulaya, mko Asia, mko Mashariki ya Kati, mnaonipa moyo, na washukuruni sana. Lakini pia nawashukuru sana Watanzania walioko ndani ya nchi yetu hii. Mwanzoni mlikuwa mjanielewa ninavyopambana namna hii. Rais wetu ana nia njema. Rais Magufuli ana nia njema. Hata ukimwona machoni anaongea akiwa na nia njema. Kwa hiyo nawashukuruni sana Watanzania ambao sasa mnanisapoti. Mimi nawaambia ukweli kabisa. Kuna Watanzania wananisapoti mpaka mimi mwenyewe nimechanganyikiwa. Watanzania kumbe wanahitaji amani hii iendelee. Watanzania asilimia karibu 100 wanamhitaji rais wao Magufuli atawale bila stress. Na mimi ninachofanya hapa ni kupambana na hao watu wanaotaka kumtia rais stress. Tupambane nao sisi wenyewe kwa wenyewe ili rais aendelee kufanya kazi zake. Wakijitoa ufahamu na sisi tunajitoa ufahamu. Wakiongea kwa hoja na sisi tuongea kwa hoja. Wakitukana na sisi tutatukana. Wanatumia vyombo yao ya nje na sisi tunatumia vyombo vyetu vya ndani. Tutapambana bega kwa bega, ngado kwa ngado, mguu kwa mguu. Lazima Mheshimiwa Rais Magufuli afanye kazi zake vizuri kabisa. Sasa mimi nilisema kwamba nitakuwa naongea kila siku ya Mungu nikielezea mambo ambayo yanaendelea katika nchi yetu. Nchi yetu, Watanzania wenzangu mlioko Marekani, mlioko nchi za nje wote, na Watanzania, Rais Magufuli anataka kuibadilisha Tanzania kuwa nchi ya kisasa. Ndio maana anajenga barabara njia 12 hizi, na kutakuwa na mataa. Kuna pale exchange pale Ubungo mataa inajengwa ghorofa 5. Mtu akitoka Mara huko, ndo katoka huko Mara kwetu Ziwani huko, anaweza akafika Ubungo akapotea, akawa anazunguka tu hapo akarudi tena Mara. Sasa vitu kama hivyo ndo tunavihitaji sisi. Watu waje wapigie picha kwenye madaraja makubwa, kwenye hizi njia za kubadilisha viungo vya barabara hivi, magorofa yajengwe hivi. Mngempongeza Mheshimiwa Rais Magufuli kitendo pia hata cha kuhamia tu Dodoma. Rais Magufuli amehamia Dodoma. Ukienda Dodoma sasa hivi watu wanajenga manyumba. Dodoma imebadilika ndani ya miaka 3. Dodoma inaenda sasa kuibiti Mbeya, Arusha na hata Mwanza. Maana yake Dodoma kiwa imekuwa makao makuu ya nchi. Singida itaendelea, Tabora itaendelea, na hata Kigoma itaendelea. Bado watu mnamkejeli rais wa namna hii. Kweli? Tunasema kwa nia njema, hatuna nia mbaya. Sisi wenyewe ni binadamu, tuna familia, tuna watoto. Tungependa kuona watoto wetu waendelee kusoma vizuri. Wagonjwa watibiwe tu salama bila kusikia risasi na bomu hapo pembeni. Tundu Lissu anaendelea kuipaka matope. Watu
bahari hii, bahari ya Hindi. Watu wanaweza wakauoa Mombasa au Somalia, wakapeperushwa na maji ya bandari mpaka kando mwa bahari ya Hindi, ukanda wa Tanzania. Tundiso wanasema Tanzania inaua watu. Inaua watu. Nasikitisha sana. Kwa mimi nawaambia na Watanzania wenzangu, tuendelee kudumisha hii amani. Tumsupport Mheshimiwa Rais wetu. Tumuombe Mheshimiwa Rais wetu kwa sababu haya mambo ya nchi, Mwalimu Nyerere na mwenzake Karume walituletea mapinduzi na uhuru huu ili si tuuendeleze. Tusije tukavuruga amani yetu. Tutakuja kuijutia kama ambavyo leo Yemen wanajuta, Syria wanajuta, Libya wanajuta. Walitokea kitongoji kimoja tu kinatoka Benghazi kule, likatengenezwa kundi dogo kama ambavyo Marandu, Tobias Marandu na Tundu Lissu na baadhi ya Watanzania ambao pengine wanaweza wakapewa hera, wakapewa silaha, wakapewa nyenzo, wakaanzisha vita na vurugu kwenye nchi yetu. Nitakuja kujuta. Iraki, pamoja na kwamba walikuwa wanasema Saddam Hussein ni dikteta, ile nchi ilikuwa ni nzuri, watu walikuwa wanaishi vizuri, watu walikuwa wanaoa vizuri. Leo Iraki ni magofu. Syria ilikuwa ni nchi nzuri, Libya ilikuwa ni nchi nzuri. Tunatakiwa dunia hii tuiombe amani itawale. Haya mambo ya kuanzisha vikundi vya ICC, Al-Shabaab yanatengenezwa huko Marekani, yanakuja kuleta madhara huko Afrika na baadhi ya nchi za Asia. Sio vizuri. Yaani hata wa Marekani wenzetu ni wote tutakufa, tunaenda kwa Mungu. Tujaribu kuoneana huruma. Najua kwenye YouTube humu hao wa Marekani ndio wametuletea YouTube haya tunaoongelea humu. Huu ujumbe wafikia hao wa Marekani. Wafanye dunia iwe na amani bana. Kwani Marekani siku na mafuta, sio mafuta yao? Marekani siku na dhahabu, sio chimbe dhahabu yao? Kwani lazima wachimbe dhahabu ya Afrika hapa? Sio chimbe ya kwao huko. Uingereza pale siku na ziwa pale kuna bahari. Sio tu wavue samaki kwenye bahari zao hizo, watu wache na sisi tuvue za kwetu. Sasa unajua haya maneno nayoongea haya, watu wanaweza kuwa wanashangaa. Ni Waafrika wachache sana ambao tunaona kwamba ni wakati sasa wa Afrika tuachwe, tufanye mambo yetu wenyewe, na marais ama viongozi wa Afrika wabadilike. Waache kuwapigia magoti wazungu tu. Eti Kongo kuna vita, mzungu anakuja kulinda. Kumbe anaiba dhahabu tu hapo. Anachukua na wanyama anapeleka huko. Burundi kuna vita, eti anakuja Mfaransa pale. Afrika hamna. Kwa nini tusitengeneze jeshi letu wenyewe liimarike? Wenyewe tujilinde wenyewe. Hivi kijana Mwafrika unasomeshwa na nchi yako mpaka chuo kikuu, alafu unaletewa fedha eti nenda kawaue wenzako wa Kenya. Unajua vijana wanaofanya pale hao wote wanatoka huku kwa Afrika. Vijana wa Afrika tubadilike. Kwa nini usifanye kazi nchi yako ipate maendeleo? Baada ya kutumiwa kwenda kuwaua wenzako hapo Kenya, unaua Kenya wenzako, ama hapa Tanzania unaua Tanzania wenzako, kijana uliyezaliwa hapo. Kwani ni akili hiyo? Vijana wa Kiafrika tubadilike. Kama ambavyo vijana wa kizungu, huwezi kumconvince kijana mwenye ngozi nyekundu aenda akajiripue kwenye nchi yake na kuua Waafrika wenzake. Hamna. Kwa hiyo ninawashauri sana Nigeria na lile kundi la Boko Haram wabadilike. Nyinyi Boko Haram ni Waafrika, mnaua Waafrika wenzenu. Hapo Kenya Al-Shabaab mnaua Waafrika wenzenu. Kwa nini Waafrika tunapenda kuuana wenyewe kwa wenyewe kwa kushawishiwa na wazungu? Kama kuna tatizo kwamba kuna tatizo la ajira, kuna tatizo la umaskini, kwa nini tusikae Afrika kama Afrika tukatengeneza namna ya kuondoa hili tatizo? Tutengeneze utaratibu ili tuondoe haya matatizo ya kutumia vijana wa Afrika kuuana wenyewe kwa wenyewe. Wanapewa, ukienda Kongo pale unaona kijana wa miaka 10 ana silaha. Hizo silaha zinatoka wapi? Maana Afrika kutengeneza silaha, kwa nini tujiulize zinatoka wapi hizo silaha? Ukienda Libya pale ni vita tu, ni damu inamwagika. Hizo silaha zinatoka hapa Libya. Mimi nawashauri kwa uchungu, kwa sababu mtakuja kunikumbuka. Mimi ningependa kuona amani na tamaraki Afrika. Waafrika tukaingiliana wenyewe kwa wenyewe kwenye mambo ya uchumi, biashara, sarafu, na hata passport hizi, immigration. Wangejaribu kutafuta namna
ya kuondoa migogoro Afrika, kusaidiana wenyewe kwa wenyewe kielimu, kiutamaduni, kisiasa, kiuchumi. Haiwezekani miongo na miongo Afrika tutegemee wazungu. Yaani haiwezekani. Yaani kwamba Waafrika wanakaa kwenye kikao chao cha AU. Hata wasemi kwamba tutafute namna sasa ya kujitegemea wenyewe. Rais wa Russia Putin kaisha wazibua masikio. Tengenezeni utaratibu kama aliokuwa anawaza Gaddafi, Mwalimu Nyerere, Robert Mugabe, Nelson Mandela, Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba. Tujitegemee wenyewe wa Afrika. Mimi nawashukuru bwana, kwa heri. Ujumbe wangu umefika na nitaendelea kusema siku hadi siku mpaka kieleweke. Asante.